Wewe wangapi watatu ni wakina nani ambao unaona hawa wanastahili kuni tukienda nao hawa tutaelewana nao? Ingekuwa nitawatia kwenye karatasi twende nao ningewatia, lakini kama ni mauchaguzi siwezi kusema lolote kwa sababu unaweza kusema raia na hawa muwachague. Hapana, siwezi. Siwezi. Kwa nini? Siwezi. Nitaambia kwanza watu wanichague mimi. Wale wengine ambao watanipatia. Yule ambaye tenda kuwa na masikio nguvu apendi kuzungumza na watu, nitawaambia raia msimchague tena mwaka kesho. Sawa. Kabla tujafika kwenye swala la mafuriko, kitu ambacho watu sasa hivi walikuwa wanategemea na ambacho watu wanaamini ni kwamba kutokuwa na maelewano ya wagombea wetu ni kwa sababu ya kutokuwa kwenye chama au vyama vya nyumbani. Na Andre Byadunia alionekana kama ni mtoto wa nyumbani, ni kipenzi cha wakaji wa mji na tarafa la Uvira. Umegombea na wewe kwenye chama ambacho sio cha nyumbani. Hii kwa upande wako wewe unaizungumziaje? Hilo swala mbele nilijibu. Nitarudi kwanza kwa kumalizia ile umeniuliza. Nani naweza kutaka aende? Ndio. Nitasema tu kwamba watu wa Uvira wanajua ndio watachagua. Lakini nimeshaambia watu wa Uvira kwamba asante kwanza. Paske mimi nimepostilia na kote kuenesha pita niko na sensibilize watu. Nimewaambia tutachagua watu paske wametupatia vikwembe, sijui nini, tutachagua watu kwa sababu tunajua akili zao zitafanya nini na walishaka wahi kufanya nini. Ndio watu tutachagua hao. Kwa sababu kwa kumwamini mtu ni kwa yale madogo kwanza ambayo anaifanya. Lakini kuamini mtu kwa sababu nono iko na pesa mingi, alitoka yule iko na franga. Hapana. Ataenda kwa commerçant parce que iko na gaspiller franga yake ya mkampani na kule kwa taenda tenda penda kwanza récupérer pesa ambazo sababu unafanya biashara. Unafanya biashara sababu ni commerçant kabisa, ni faida tu. Mimi ningependa kuelimisha watu kidogo kuambia kwamba ukiangalia vizuri akili ya watu wa Uvira, akili ya watu wa Fizi, watu wa Mwenga na watu wa Shabunda wako na akili moja. Leo wanaweza kutaka wagabue province. Kukwe province. Na wakati mmoja sikia kuna mambo ya province ya Ilila. Ile ndio watu wanaweza kutaka. Sasa kwa kusema tufikie mambo yetu. Sisi Uvira na Fizi tuko traverser na barabara route nationale numero 5. Mwenga na kule ngambo kule kuna barabara numero D ndio. Kwa kusema tufikie pale. Andeoro ya ile kusema kokisi ya badepite ya Sud Kivu. Kuna pasha kuwa ile collaboration étroite ya badepite territoire ine. Andeoro kwanza ba Uvira wanaikalaka. Tukutane kwa fulani, tunaongea, mnafunga neno. Twende wazetu ya Fizi. Nenda kwa mnaona ndio ni kweli bwana. Lakini mawazoni tungiingiza mwa hii. Okay. Twende watu ya Mwenga. Na mko wapi? Siko fasi fulani mtuitie tukutana 14h. Mnaongea. Na watu ya Shabunda. Tufanye kitu. Twende tuseme hiki. Nani porte parole? Wewe. Mwata complete fulani. Kama kudoma mwata kwa complete tena naye, tutaangalia ina shida. Twende kwanza. Sasa. Na talomba rendez-vous. Nani mwanajua le ministre parce que mon plaidoyer yote ni maetape. Ndio. Nani anajua ministre fulani? Wewe ukimuita atakusikia. Wewe ukimuita atakusikia wewe. Sasa. Sio deputy first flat yako. Karibu bwana, karibu. Mko Uvira 4, Fizi 4. Mwenga sijui 3, Shabunda sijui kama 3 kama D. Mnatoka mnasimama 11 députés nationaux. Kila mtu yuko na gari yake parce que raia ameshapatia gari. Ile gari ni juu mwende mbasemee. Haiko gari ya kwenda kutafuta shida. Nilishindwa kufika juu sikuwa na gari. Sasa. Mnafika kwa minister anaona tu gari 12 zinafuatana zinaingia mlupango kupata kudani ku biro yake au kwake kunyumba au alipatia rendezvous. Gari 11. Mnashuka ba député mote kila mtu yuko na koti. Raia kuzia koti. Ndio. Anakuza mulete viti bakuwa waikale. Tunakuya hapa juu ya hiki. Kama ikufanyika tuna amorce motion kwa mtre weko nani atatenda. Mbele mwende muplede. Mujirasire kama mkwenda ba député bazembe. Parce que mbele wende plaider kitu jue kama niko nda plaider kitu kiko prévu mu budget national. Kama iko budget national mnentena mnaanza kuplaider kwa partenaire externe. D'une autre manière kwa député kwa ministre parce que wanakuwa na mafrais de fonctionnement ya ministère yao. Bwana hiki kitu si kinatusumbua. Uko ministre wa titelo ukisabu kitia mu budget tupatie yake. Anaweza kusa fonctionnement yake au quelque part kwa partenaire ambia mwende mfanye kitu fulani fasi fulani. Donc kama tutafika kwa ile etape hata tunaweza sema tutachagula 10 ans, 15 ans, 20 ans tena na tutaenda fasi. Donc ba député va comprendre kwamba watu wamewapatia kazi. Kuko ba député walichaguliwa
alikuwa yapataka hata $500. Mais leo anaweza pata $10,000. Pourquoi usifanye kazi? Ulikuwa unafanya kazi na unapata 500. Maintenant unakuwa na 10,000. Usifanye kazi jua nini? Donc ile njo nilikuwa napenda kwanza niseme par rapport na question yenyewe. Sawa. Alors umeuliza est-ce que vyama vya nyumbani? Vyama vya nyumbani. Tulitegemea kabisa wewe. Najua kwamba ilikuwa nitegemea kote kwenye lipita watu walinikonsulta naambia nenda mswat MSR, sote mu Arsene au mu PNR. Watu walisema sana Arsene kwa sababu una karibu na mheshimiwa kabisa Bitakwira ni ndugu. Hapana ndugu kwa sababu tumezaliwa tumbo moja. Hapana. Bitakwira ni Mkongomani sawa mie, ni mtu ambaye anakuwa na mawazo ambayo lite zenu zinafanana zetu kabisa, ziko kama sawa sawa. Na ni mtu ambaye hana kiburi, ni mtu ambaye anaweza kupokea hata mshambara yake anaweza kupokea. Akiwa hapa naingia mshambara yake ndio tunaongelea. Sawa sawa. Na ikala ukitanda na iko msengele iko mkilote tunaongea. Unaonaye nikifanya hiki kitakuwa hivi. Andre wewe na hivi. Ona ukifanya hiki mchotesi vile kinaleta matunda kwa faida ya raia. Ndio. Una comprendre? Donc kitofu entre société civile na politique kinaposha bakia kiko connecté. Sawa sawa. Iko sawa vile leo mimi nakuwa Eli kisha mwambia mafikiri utafaa yako kule. Ninakuona na mimi natafaa yangu. Hiyo itatokea kweli kabla tujaendelea. Haiwezi. Ya dunia. Haiwezi. Hii interview itaishi. Ni kwa sababu tu siwezi kupana siri yangu hapa. Ninaweza tu kuambia kwamba nimewarasire kemjo ndakuwa nalipa biro yao. Kama Mungu ananisaidia nipite. Asante. Nimewarasire. Mimi niko free ya société civile. Donc kuwata société civile mbarabara ni kama sawa vile naambia watu ya Uvira hamkunifanyia kitu. Utakuwa unalipa nyumba biro ya société civile ili uone wa manipule. Hapana. Kuwasaidia kufanya kazi. Parce que ukiangalia vizuri malengo ya société civile na ya politicien ni mamoja tu. Différence. Société civile haitafuti pouvoir, mais politicien atafuta pouvoir. Sasa kwa kufasilita watu wafanye kazi vizuri, ya wanapaswa kwa condition nzuri parce que manipule. Parce que mtu wa société civile akianza kugusa rushwa hafanyi kazi. Hawezi kuifanya tena parce que ushagusa. Unaanza kula mbula. Donc il faut kuandire. Ndio maana tuliacha watu pale wenyewe nabo, tunayo hawawezi kugusa marushwa. Sasa kwa kubarasire, si tuko produit yao. Mimi nafika Uvira, banakia kunisalimia. Sasa utaniambia maprobleme zetu. Na Uvira tulifanya hiki kikashindikana. Ndakifanya kuniva ministeri fulani. Sasa. Mshalipa biro atatungana kadini. Si ndio sana transport tu. Watu wanakia kuone bwana. Na transport lakini mlipe kabiro. Ndawa manipulate journey. Sawa. Balifanyie nini? Tunarudi pale. Nitakuwa kwa politician. Bilikuwa bigumu kuingia mpatia nyumbani. Kwa nini? Kwanza nitakwambia ingekuwa baliruhusu ba independent kupostile ningepostile independent. Mimi mambo ya politiki ya Kongo zaidi ya autorité morale si inanishindaka. Sipendaki culte de personnalité. Juu samba amenipatia kazi sasa akiingia ku biro yake mkubwa njoo vile baba wende ufanye hivi na hivi. Wende useme hivi na hivi. Sasa mimi hapana sipendaki. Tuliongea na Robota. Tuliongea na PNR, Delphin Bugigi. Tuliongea na Bitakwira. Makalkile zikaonekana kwamba haitawezekana. Mlishindwana nini? Hatukushindwana kitu parce que hatukuwa ma convention. Par rapport na bitu yenye loi électorale na prévoir. Parce que mbele upite kuko C tatu. C ya kwanza ni ishapita. Kila regroupement au parti politique yeneze 60% ya bakandida alignés. Sawa. Sio nakumbuka 60% ndio nini? Donc 500 sièges kwa Assemblée nationale. 30% ya hii il faut 300 personnes. 300 personnes. Donc il faut qu'il a parti au regroupement et aligner 300 candidats. Unasikia? Sawa. C'est ya pili. Mbele regroupement ba yaligner kama itapitisha député, il faut yeneze 1% de ces ya éligibilité. Manake nini? Tulikuwa enrôlé 43 millions de Congolais. Mali 43 millions de Congolais baka nettoyer ba minere ba jarole marapili bakabakiana 40 millions. Mkwenda kuvote sasa tutavote si wote mkongo tunaweza vote 30 millions kwa watasema halikufaka aliendaka kuyaka safari tukavote 30 millions. 1% ni 300,000 voix. Pour que parti au regroupement ikuwe aligné kama bataanza kuangalia ni député malipata sauti za mingi, il faut kwanza regroupement inaweze 300,000 voix mu republique yote. C'est ya kufata ni ku niveau local maintenant. Uvira mfano tuko na 4 sièges. Ile 300,000 voix ndio tapitisha ba député ine Uvira. 300,000 voix. Na maki wanaigabula mara ine. Donc pour que opite pour pate 75,000 voix.
Sasa ile 75000 voix hakuna wataifikisha. Bataangalia sa regroupement zinajonga zile sauti. Mimi niko na watu 4. Mimi naweza pata hizi, mwingine anapata hizi. Bana zihesabia zote tunafikisha par exemple 50000. Anasema okay, hapa kwa karibu na ile na niwatie pale. Bana angalia ile regroupement anatia pale, ile regroupement anatia pale. Kisha wanaanza angalia nani alipata sauti mingi mwa ile regroupement. Haiko facile kuparti mwe pitishe watu mbili. Njoo makalikile tulienda demo tukasema haitawezekana. Wewe uende, wewe niende, lakini tukifika Kinshasa lengo kitu kimoja. Ile tu ndio jibu ningekupatia. Haikuwezekana kwenda Marsena, haikuwezekana kwenda kwa MSR, haikuwezekana kwenda kwa PNR juu ya ile makalkili politiki. Sino mmoja angepita na angekuwa na chance ya kupita mwingine parti, ule mwanakosa huko. Donc mko bawili. Mmoja anapita, mwingine anakosa. Me huyu mwalikosa. Naye sema niko na sauti za mingi angepita kwingine parti, me anashindwa. Sasa ndio tukasema hapana. Kumbe tuende mkila parti tofauti, me objectif tuenda kutetea raia Kinshasa. Sasa tuzungumzie kidogo mafuriko kwa sababu na wewe ni muhanga wa nguvu sana wa mafuriko. Mpaka hivi napitaga pale sijuagi tena nyumba yako ilikuwaga wapi. Na ile ndio ilikuwa free yangu ya kwanza mimi najenga. Ndio. Malheureusement yote kaenda, Mungu akasaidia nikalopoa watoto. Watu wavira wanisaidia hapo nikuaga hapo singetoka na watoto. Pole sana. Sasa wakati una kile kipindi kuna maneno ambayo yalizuka kwa mheshimiwa La Fantasy aliweza kupatia hela. Ndio maana masuala ya kutetea masinistre ni kama ulikuwa unataka kulifumbia macho. Kuna polemiki nyingi zilivumaga kipindi kile. Kwa upande wako wewe size unapata nafasi, unaweza kuwaambia ni watu wa Uvira ile wakati na huko sinistre? Nitasema tu kama watu wa Uvira haikuwa ndio wanasemaka, kwa quelques manipulés ndio wanasemaka ile. La Fantasy usipata pesa kunipatia. Alikuwa ministre provincial wa hawezi pata pesa ya kunipatia infrastructure ndio. Kuuza conscience yangu iko très difficile. Hakuna mtu anaweza iweza. Hakuna mtu anaweza iweza. Leo kuko front ziko zinatoka kama niko na matricule yangu ilitoka MDGDA. Na kuibia ndo siri wewe. Nilikuwa nishapata fununu ila nilikuwa sijapata source. Na mimi sijapata source. Mmekuko watu wako nasema no matricule yake ilitoka MDGDA. Ningekuwa kupataka kazi. Ulio kamata mafranga wote deputy nipatia ni mnyamanze siwezi parce que ni mafranga babure utakunywa pombe utaburuza mabunga ya watoto unaishia pale. Ningekuwa kwa kupai wa Arusha ningeendaga mwele entreprise publique au CCDGD parce que najua ni miaka. Mimi nisema haiko ndo objectif yangu ni kusemea raia. Kule watu nifunga kinyi. Mai mafuriko iliingia kwangu ya kwanza. Bengine watu walikia kuenda mimi ndo nienda kwa mimi ndo nikifaa wa kwanza kabisa. Mimi nikatoka kwa mlango wa nyuma na watoto yangu. Bengine sao yangu lingana na 23. Mimi nakia kwenda sama iner madeze mie zamani niko mkilo mkaboka dayer. Juna na pinjamani kwa la nayo. Ile siku ilirowanaka mpaka nikaivula. Baridi mai ilikuwa baridi ajabu. Ndio. Donc kusema kama La Fantasy nipatia franga ni manipulation ile. La Fantasy nipata franga kunipatia. Na mimi najua wapolitisia vile wanasema sana. Utamtandre mikoro akikwambia tu kama shanipatia $100 unaniambia Andre Komongo. Sasa pour dire wakati tulienda na mafuriko kwa mtu mwasha tena communication wa maire de la ville. Alisema mingi sana. Banguja batoa kumilima wakiwa tukujenga karibu na mai batu ndio sisi tunayua. Sepaki kule kote mali kuna fika waenda jenga karibu na mai. Sasa ukijiuliza nani alisema hivyo? Chargé de communication wa maire wanamuita Kalonzo. Dominique Kalonzo. Ndio, alisema kwa radio tulikuwa na ile emission ku Uvira FM. Na niko na ile video na niko na audio parce que nilikuwa na filmer nilikuwa na enregistrer sauti. Niko nayo. Batu bangusha tu na kuyakuya unauza parcelle kwa kumai, unawaza ulishauza kumbe uko nauza mai. Mtaisha mpende kuelewa. Ilisemekana. La Fantasy alikuwa ministre provincial. Wakati walipana franga, mko mapledoyer zetu comme société civile. Ndio. Bakiwa batu assiste. Bakiwa tuone na mambo mengine. Mimi nikikwambia kama siyapokeaka utaitika. Depuis binakuwaka ile banapokezaka. Nasikiaka haya. Omwe mie nitokaka mwangu mailienda nikaenda kwangu. Mimi niko na watu wenye leo nyumba hapo zilienda mebeko muhema. Kisha waniona mimi na ule mwenzetu yuko mbele au mimi niko mbele na yuko nyuma, mimi niko nyuma, tunaenda pokea franga mwana mimi niko na kwangu. Hapana. Ile franga yangu wangenipa baiongeze kwa watu wengine wapatie franga. Si ongeaka na La Fantasy vitu ya nani. D'ailleurs wakati watuma franga ya kusema batakire mtoni, wakati ministre anakuya wa affaires humanitaires tunaenda mpokea karibu lodge.
bakagabula franga kwa ligabula ku territoire kule ku mairie hizi zitafaa kirage zitafaa niliwaambia msifanye ile vitu hakuna franga za fanya kirage hapa muzio tu chakula bachukulia yao nimekusema mtafaa kirage hapa hakuna kirage tafanya nimwambia na nikabisema kwa radio ningekuwa mimi ndo la fantasy singekamata ile franga comme ministre asenda fa kirage $15,000 tafaa kirage gani Uvira nilibisema kwa radio na niko na audio mimi ningekuwa wewe njoo wewe ministre ningedemissioner parce que gouvernement ikufanya kazi kwa faida ya raia na singekamata ile franga utavimba tu ndio nifaa kirage mais watu mko na sasa vile uko mbya bure parce que ile franga likabata haiwezi fanya kazi $15,000 tafaa kazi gani pesa ndogo sana location peke ya machine ni $15,000 ni kama $1,000 par jour ndio kisha unataka ufeli bref ya franga mweneta tiaka tu mkono yulo awe la fantasia awe anatia tu mkono rasi ndio nakumbuka Andrea kwa kubiro yangu mdosie fulani mimi nikamwambia nyamaza nikampa franga kidogo na acha kwa mgombea na ukiangalia ile wakati msaada kwa wasinistre walipata msaada inavyotakiwa hakuna msaada tushapata Uvira ndio niko nakwambia nilifika Kinshasa juu ya hiyo na ndio wakati wa kunipokea nenda na ministre premier ministre nilikuwa na ministre wa affaires sociales affaires humanitaires Modeste Mutinga tulikuwa tena na Bitakwira aliniambia na nilisema nifanye restitution alituambia habari ya basinistre mngali maliza na isha hatuyuwaki kama ile habari inakuwa huko tena ilishakaisha sinimwambia watu mradio munani hapa nikamwambia ba député mko na foto ni ba député gani sasa uko unaniuliza unanipose kesho sema nani anastahili kurudia nilishindwa kusema parce que mimi na yua realite plaidoyer zifanyiki kama zinaposha fanyika yani kila mtu anabakia kuna peperuka anasema mingi mais au fond kazi anaposha fanya haifanyiki ministre alituambia habari ya sinistre ingali tena sishakaisha njoo tukaplede njoo msaada kakuya nyuma ya Mama Tela ikapita mikono ya MSR ulisikia mimi nasema ya mwisho ya Rubota na ulisikia mimi nasema kwa radio kile ni plaidoyer yangu hapana siwezi fanya magombano ya bure mimi najua kama tuliplede na mwenye ko charge na kuleta kwa ministeri kanitaka ile plaidoyer ilipita ataleta chakula kwa sinistre akapata Matela Messi ambiaga mtu kama ilikuwa plaidoyer yetu sasa Lakini vitu ya watoto ndagombania mimi najua nifanya kazi Mungu ndo talipa. Tu. Sasa. Alors nikusema kama ya basinistre mpaka leo najua kama kumbarabara bako abandone. Na wewe ni sinistre. Kwa nguvu. Ndio. Omata mie basi. Ndio nasema omwe hata mie niko kwangu. Niko kwangu. Niliingia mshantie ya nguvu sana yenye haina kitu nilikuwa la chini. Na Mungu kuna saidia pole pole. Bale watu tulisaidia jana bako tukumbuka leo. Sema mkubwa ndio usungali hivi hapana karangi akatia kwa nyumba. Mkubwa bata una matela kama tela. Mtu hivi pole pole. Niko naomba wenzetu tunavyo Mungu. Batupatie sauti tu tubatetee parce que najua kwamba nikifika watapata gende cause. Na yenda anzie kwenye lotissement. Parce que kila mtu akishaona kwake bingine vitafuata. Kutengeneza nyumba, tutangalia maoni jetu tabasaidia kupatia manyumba kidogo manjanja na mabriki na vingine. Mais d'abord ile bulongo l'État a signé document. Acha nikukumbushe kwamba lotissement sawa vile ya basinistre. Gouverneur ndio anapaswa kuisigner. Mais kama gouverneur anakatala kuisigner, mwanaweza kuinfluencer basisigner c'est un député. Est-ce que unajua kama ministre mwenye ko chargé d'affaires foncières au niveau national ni wa INC? Molendo. Ba député INC wa Shafani. Utaulizaka ba député kama kwa mashenda muona wala kuonyesha tu barua aliandika kwa bwana tusaidie tufanyie lotissement huko. Mheshimiwa Claude Misare ni député wa INC. Utauliza siku moja bo, sikusema mtu. Ni kweli inajulikana. Utauliza tu kama siku moja kwa wakati walishafika kunivua kwenda na tuende tutetee tumuone ministre wetu. Tumwambie wana kwetu kwa basinistre mpaka vile. Hakuna. Mais ba député ya Calais walipata mafuriko nyuma yetu ina ne au 2 ans après au yaona bibi nafanyika miliona kabisa. Leo bali ba déclarer zone sinistre. Tulilalamika mtu saidie ba créer Uvira zone sinistre. Iko na avantage zake, hakuna taxe pour que watu wajileve économiquement. Un mois après Calais déclarer zone sinistre. Mais ba kwetu parce que abako ini kila mtu anakia tu kusema mingi, mais hakuna kitu mpaka leo. Ndio maana nimekwambia kwamba kusemea watu ni vocation. Kuna vingine vya kujibandika. Donc kama hawi maetape unaposha kufuatilia ni shida. Je t'informe que ministre wa affaires foncières bulongo yote ya Kongo ndio anajere. Acha tulamka leo anaenda kumconseil de ministre anasema non tuliona tutakrea kitu fulani mvile ya Uvira na tulisible kwa hotel fulani na hotel fulani ndogo. Papa document kianguka mnatoka mwele hotel. Mwe wote wana demolir. Njoo mwe ni wa INC. Tuko na ba député ya INC hapo.
tuko na makadri ya INC hapa. Nani ashaka andika tu ministre tupatie lotissement Uvira en faveur ya sinistre? Nani? Sasa tumalize na hii juzi kati hapa kulitokea hali ya sitofahamu kati ya Mheshimiwa Rubota na Misare kwa Fondation Fopatu ilienda kuchukua $20,000 ku ministère juu ya tengeneza barabara ya Luvungi Ndolera ndio. Yani mpaka Mheshimiwa Misare akawa naomba kwa Mheshimiwa Rubota na retire parole. Kwa upande wako wewe uliona hii inakuwa ni nini? Polemike zinawaza mbaya. Nawaza Samba unanijua vizuri na wengine tangu nikupatia parcours yangu yote. Hautanipatia audio kwa nimetukana mtu au nimekashifu mtu. Andre tu sikia audio yake alitukana deputy fulani, alikashifu deputy fulani. Kweli yangu ndio mnatoka kakashifu. Sinisha sema kama kwa deputy wa YNC mekosha tena affaire foncière. Mekuwa atalikipere. Maki atasema si atakuwa ameziri. Maki atasema si tulishindwa. Sikusema mlishindwa, mimi nabakumbusha kama mngepasha kuifanya paski ni kazi yenu. Hiyo mafuyo yao nitatu kusema kama iko napotezea raia ya Uvira wakati. Techniquement mtu mwenye iko na niveau ya Rubota hawezi sema bongo. Na akisema bongo maki ni mtu mbaya. Iko na intention ya kunuiri. Mujibu za Misare akasema nilikuta Fopatu iko ku list ilikuwa 6e. Sawa. Kwangu mimi ni mwanzo ya preuve mulilomba pesa. Tuchimbe sasa vingine mlipata mkupata d'abord mulienda kuomba. Muliomba. Ya kupata sasa sio tunangua preuve mimi na yeye kwanza waliomba parce na yeye peka alisema nilikuta Fopatu iko 6e list. Ni makosa kwenda kuomba Fopatu? Ndio. Fopatu ni sawa fondation zingine zizitanguliaka wakati ya madepite ya 2006. Ni mabitu wana creaka. Njoo kuacha watu mu ignorance. Ni bitu wana crea parce que tulishona ma formation sanitaire za mingi zinakuwa créer. Mimi nilicreate centre d'encadrement ya bajene siku hakupita inakufa ndio. Na hivyo tu itakufa. Mwenye hata pita yake itakufa, hata bifinansi na nini tena. Itakufa. Donc ni vitu ya kupoteza watu wakati. Nikosa jioni kwenda kulomba makuta. Ndio. Nikosa paski kwanza raia imekupatia kazi moja. Kuko incompatibility ya vitu. Mimi niko deputy national siwezi fanya uchuruzi. Paski watu waliona kiendaweza fanya uchuruzi mbeba kuna mbele fanya uchuruzi wananiambia wewe tuseme. Sasa mimi naacha kwanza vitu naenda Dubai. Naacha kwanza madam naona SK ulihomba sasa bikoe. Bitani tobo bine niko manke kazi yangu ni kutafuta pesa. Au raia nipatia kazi ya kupata pesa. Raia imeniuzia gari, imenipatia nyumba, raia imenipatia yote. Mimi napenda raia imenipatia. Bana niweka mstandard moja ya mzuri sana. Huyu sasa ataenda kutusemea basi mcheke iko na koti ya namna gani. Huyu sasa tusemea basi sema iko na kagari kile katoka mapune. Raia ndio PDG wetu. Meona toko na create fondation. Kisha unaanza ambia watu hapana msiende kutunziwa hospitali ya leta mimi na watunza bure. Anasaidia watu. Hapana. Hayo kazi yake. Hapo ndiko atolewa yake na madepite. Anasaidia watu. Kosa. Na siku utakuwa na wewe na ambition usifanyake ile. Ndio mimi sitafanyaka. Hautataka hospitali. Hautataka projecteur. Ya nini? Mimi naenda plaider ku serikali. Kuna ongea walisema hivyo na wenyewe. Ngoja nikwambie. Tena sema kwa serikali na kama sitasikiliwa mimi nitakuwa nimesema. Ndaenda tu kuambia ba reinitialiser tarif. Tuko na hospitali generali hapa. Ndio. Non equipe. Haina madawa, haina kitu. Kazi yangu mimi mbunge ni kwenda kuambia serikali. Tuko na hospitali kwenye watu wanatunzwa ni serikali ni hospitali ya serikali. Ndio. Tia dawa mule watu watunzwe. Olie ni créer yangu kule wanatunza kwa 80 natunza pa 60. Difference gani? Na siku mimi natoka binakufa. Kisha tena narudia kule. Serikali fanya kazi kwa faida ya raia. Ba député sasa kijiunga tu wanasema no trop c'est trop. Kuko budget ministère ya budget na panaka ravitaillement ya madawa kuma. Est-ce que wanafanya suivi kama zinafikaka zifikake? Bia mingi binafanyikaka mu budget nakuta bimefanyika mehabiko. Wala biko ministre anaona hakuna suivi na kula.
Donc ministre mtu anapasha député anapasha kuinformer ndangalia qu'est-ce qui est prévu mu domaine ya santé kwangu. Atulisha kama tunapatia madawa hivi na hivi, equipment hivi na hivi. Okay, biko wapi? Habi kutoka ka blocage iko wapi? Njoo lobinge zinaanzia pale. Njoo plaidoyer zinaanzia. Nani alibloke fulani unamfuata? Njoo bwana biko. Inatoka binaenda. Njoo kaza député kazi yake ni kuchoma kitu. Député iko kubakia niko mgari, nimefanya mavi. Député kazi yake ni kuplaider pour que kenye kiko mu budget kwabo kitoki. Sindio maana ya motion. Ndio. Bwana uli prévoir kwetu kitu fulani kiliendaka wapi? Oh unaona on n'avait pas été financé, qui n'avait pas financé, qui devait financer tel twende. Unaenda mtafuta. C'est toi qui pouvais financer. Ou c'est moi même kutoa lare nani fulani mpaka utafika ku source. Tutoa franga. Mwali sikulaka ni fulani. Unaenda sasa kwa assemblée. Unaita sasa sheria. Loi budgétaire. Ilikuwa prévu kwetu hiki. Filatire yangu imeonyesha kwamba fulani ndo alikula franga. Ake justifie. Ndo mbunge ule bwana. Ile mengine nifai hapana, napoteza watu muda. Ule ndio mbunge sasa, mtu wa kujua na unakuwa naambia watu. Nilikuta kilikuwa prévu mu budget hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi, nimenikutana kimekwama. Mnaniruhusu nenda fanya motion contrôler mtu malikula pesa zetu. Wende fanya. Watu wanaume. Sasa umesema hapa kwa mheshimiwa Robota kwa kalite yake hawezi kusema uongo. Si wazi kama Robota anasema uongo. Na kama akisema uongo maana yake ana intention ya kunuiri, ni mtu mbaya. Kwa sababu na mheshimiwa Misara alimuomba adimantir, lakini mpaka saizi tunaona kimya. Na Misara akakubali kwamba Fopaturi ilikuwa ya 6 kulisi. Ilikuwa wa 6. Sasa ilikuwa ya 6 kulisi nani aliandika? Afu anakataa pesa hakupata. Tujue sasa kweli zimetoka hazikutoka. Ulipata nafasi ya kufuatilia ile ujue kweli? Siwezi fuatilia, watasema niko nafuatilia Juni Nuir. Societe civile anaweza fanya ile kazi. Sawa. Lakini kifuatilia ile watasema ajua anakuwa kanda napenda angusho moya mwaba. Hapana. Societe civile na raia kuna wasikiliza tunangoma pref. Sasa. Andrea Dunia, sasa hivi jana na kama sio jana ni juzi nilisikia voice inaanza kuzunguka. Wanakuita kama kwa voleur arme, wanakuita. Sio kama ushaipata. Nishaipata. Nini? Ni kweli? Sasa mimi nikiwa voleur arme wengine watakuwa banani? No, watu tunakujua mkaskete ya kuwasemea watu, kuwatetea watu. Problem yangu kuniita voleur arme ni hiyo. Walianzaga zamani. Ilitoka wapi ile? Ilitoka si nilikwambia. Ilitoka kwa basharge. Kuko mtu mmoja anaitaka John Ligogo. Ule John Ligogo ndo banamuitaka kwa Misari, ku fondation ya Misari banamuitaka Lambert Mende. Donc ni mtu walitaka ma réseaux sociaux ya kuchafula watu wengine. Ndio kulianzaga ma montage ya mavi, mainzi ile ambayo ilimwangushaka Itakwira. 2018. Mimi banabitaka na mimi baniangushe dans ce sens, mais Mungu iko imara. Au yajibia. Ndajibia ndiko niko naenda. Jibu ni hili. Akula kwa reseaux sociaux. Nilituma audio. Niliambia watu wangu wote ambao wananisupport kusio mtu atajibu. Sasa unapokaa kimya unatuaminisha kama John Lugogo yuko sahihi. Acha waamini, lakini siwezi kujibu. Siwezi kabisa. Nitakuwa nimejipaka mavi nikijibu. Na nikijustify sikufanyia kama itakuwa kosa. Nimeacha nikujibu hapa basi kwa watu watatufuata. Ndio. Jibu ni hili. Balianza kwanza kusema kama nimejenga nyumba mvola amearme. Atatoa nyumba itaje wapi? Franga listoa wapi? Volera amearme na ngwaka watu msoko mumanjie ndo anabaki nabe. Mimi nimeshakwambia source ya franga nimejenga nayo. Ndio. Nitumika panda 2 ans nilikuwa napata $1,250 kila mwisho wa mwezi bado frais d'émission. Singishinda kujenga nyumba bloki. Hapana. Donc ile nimejenga. Wakati ile ilishindikana watu wanaambia alitumika kama mwacho bongo. Bakatoka mwa ile. Niliréussir à installer ma noyeuse en nouvelle civile dans tous les groupements, dans toutes les chefferies, dans tous les quartiers. Za Sud Kivu. Fizi, Mwenga, Uvira na Walungu. Kila asubuhi 4 heures telefoni yangu inakuwa wazi. Batu wananiita. Bali tuingia fasi fulani. Bali mtu fulani mpori. Kazi yangu mimi kama coordinator mimi napata report. Mimi naambia serikali. Fasi fulani kulienda mtu fulani, fasi fulani balibe, fasi fulani. Sasa ninaposema kwenye radio ndoko wale récupérer parce que ule John Ligogo alisema kwa radio kama alitema mu audio. Ndio. Tunayua wakati ya mbio ndoko alitoka nje. Mbio ni photographe moja treko alikuwa celebre hapa. Jina yake Mbio. Ashaka Hamia Baraka. Ndoko anakuwa na makazi zake ya vile. Familia yake kanita ke Mbio alikuwa toka Baraka iko na kuya Uvira, Mbio hakufika. Hakufika Uvira. Nikaverifia akaniambia ndio, nikaita societe civile yetu Baraka. Akaniambia ndio tushapata ile habari. Munipatie nimero za watu ya Mboko, sekta ya Tanganyika, niulize mimi mwenyewe. Bakanipa nimero nikauliza, wakaniambia ndio
Tuliona saa moja hivi batuambia kama kwa mtu kwa kidnapping mais hatu ya localize kabisa wapi. Ilibidi niambie serikali niseme kwa radio watakuwa informe mbio watamuona ambie watu. Un jour après wanaambia wanaanza lomba franga $3000. Nikaambia watu wanaanza lomba franga mais famille sipane franga. Ndio kazi yangu kama société civile. Tushapana ripoti kwa serikali msipane franga. Kama mbio kama alikuwa alikula deni za watu misiwe, kama ilikuwa namna gani misiwe, aseme mbio akaonekana iko Lubumbashi. Mais akakuyaka hapa kaingia hospitali mahututi kabisa, sema alimpiga sana vitu gani. Sikuenda hata kumuona. Ndio kwa balianzia. Mimi ndio nikidnape mbio, nikaanza nasema bongo. Mbio akalomba aende kwa radio. Familia kasema itashitaki lienda hata kulubu ungelifika kulubu unga Bafuliru kwenda kubaona paski ni Mfuliru na ule John Ligogo ni Mfuliru. Baada ya muulize Ligogo iko natafuta nini? Au yendo alijua kama watu wenyewe bali kidnapaka ule kiana. Bado mpaka hapo inaonekana kuwa Ligogo, John Ligogo ni mtu wa Mheshimiwa Claude Misari. Na tukirudi nyuma, Claude Misari sasa hivi bado ana sifa. Watu wanasema kuwa alipambana kwa ajili ya rame, fiche blanche, réduction après participation à examen d'état na COVID-19 kwa frontiere. Kwa ni baadhi ya vitu ambavyo watu wa Claude Misari Mheshimiwa wanaona kabisa hii ni baadhi ya vitu ambavyo bado vinampa nafasi ya kurudi tena bungeni. Hivi vitu ukiviangalia wewe kwa upande wako kama mbunge alifanya kazi yake vizuri au kuna ukweli ambao sisi raia tujui labda unaweza kuwa unaujua? Ndio nimesema. Ndio kwanza kumalizia ile kisha kusema niko voleur ya maire na pete malizie pale. Ni kusema tu kwamba hiyo mambo ya mbio ndio walisema jana na Leki Elof ni petit frère. Mloko yangu wa karibu sana. Yuko hapa. Si tumbo moja ndio. Anaishi Kibana ikala hapa Kibondo ndio anafanya kazi zake. Yeye ndo aliniita ananiambia wanampeleka Mpori. Yeye ndo ananiita telefoni. Anakupeleka Mpori. Ulikuwa kwenu ndio naenda kwao. Nakuta kweli mamake ananiambia napata na hela pale Leki wale mbeo. Bali wabandiko wanaita. Kama iko $1000, kama kawaida kisema naitaka tu. Mimi hata Leki, uko wapi? Leki ananiambia Mungu milioni mesini wapi? Usipane franga Leki. Mimi nikaenda mzangu. Naanza rudia Leki ananiita. Bana ananiambia tu mpaka nipatie franga. Nikamwambia Leki ukipana franga itakuwa kesho tena watakia kukamata. Nikaenda kwa ana kwa informe, nikaenda kwa bureau de nika informe na kwa general nika informe parce que ni petit yangu kabisa wa karibu. Ni commerçant anajiweza. Ndio? Namfahamu ndio. Sasa Leki anakuja kunitama 14 sasa mkubwa nishamaliza tunisha watu. Leki ulipana franga hii? Juu ya nini? Ni banani? Hapo tushafanya requisition ya information kwa ana ku Airtel batafutile numero. Unajua kesi shida ya kwetu iko nayo sana. Haikuwezekana. Watu wameshirika wakarekipira wakasema Andre ndo alikuwa naiba Leki Mpori na mambo mengine. Mbio tena hivyo. Leki akataa kwenda kushtaki na mbona shtaki jana. Nini? Utafanya bila kuhusu kunini? Achana vile. Familia mbio kaenda kulubu ungekashtaki, kaambia watu muache reste serani. Mimi nifundishaka, mimi nipata education sana. Nilikuwa na baba mweko très rigoureux. Babangu alikuwa ananiambia kuzoea kujibia kila provocation. Utapata shida hata nyumba utamjengaka. Kumara ndio watu wanasikia watu maybe wananiox niko malaga siseme na mtu. Donc bila kusema niko voleur ya maire kidnapper, je suis serein. Siwezi jibia mtu, siwezi ambia mtu. Mimi nakumbuka mu presentation ya benye misara alifanya wakati akataka kupostile kwa Mchepe. Alisema alikwenda anafungulisha watu kwa parquet. Watu kwa kidnapper kwa namuita na basaidia na vile. Mimi siwezi recuperer parce que ya watoto. Mimi nayo kama kazi yangu inanipatia maisha leo. Niko mwalimu kwenye chuo kikuu. Je suis payé. Niambia niko engagé kuisdere depuis 2011. Nalipwa. Serikali nalipa kila mwisho wa mwezi na nilipa. Niko na kwangu. Niko consultant nimesoma na inisha kama projet. Niko consultant. Nifanya consultance kwa organisation internationale kuanzia 2012 mpaka 2019. Na bientôt là uko naambia watarenouveler contrat yangu. Donc siwezi kubabaika na mtu alisema parce que najua niveau yake na yangu hazifanani. Nikishirabese ku niveau yake itakuwa shida. Na walituambiaka kwetu kuwasili kwamba ukikuta huko na kuga kumai. Kisha msasa na ngula nguo zako anakimbia nazo. Ukienda unamfuata nyuma, wewe ndio mwenda mazimu. Donc basi watasema mimi na hiyo kama na population aniua. Na hizo mafamilia ziko na nisoutenir mpaka saa hii. Familia mbio basha nilomba alifika kwamba tupatie numero. Parce que nishampliquer mdosi yao.
Imaginez-vous ulifika kwangu leo, hodi saa yote kwangu. Siko tena mratibu wa shirika la raia. Watu wanajua kama ninaweza, niko na parole ndeza ambia mtu fulani achana ile dossier na iache. Bangai wanakuya. Ningekuwa kidnapping wangekuya. Na kwa nimero moja tu. Airtel. Tangu ilitoka kasi badilishaka nimero. Moja. Ndio mnakuwa nayo. Hii nimero yangu nakuwa suivi depuis 2013. Inakuwa mserver bana verify kana ongeaka nini. Hii nimero napokea kanini na franga yangu ya PPL mobile ya serikali ya Guisdere nafikia kama nimero yangu. Baki kutanaka unaweza nitumia $10, $20 na item telefoni na ikapata kama hata. Telefoni yangu ameingia ka police ya $2000. Donc niko serikali anifuataka kuzidia viko na nitafuatilia jo nichafule. Mais serikali ndio inanijua kunizikubazidia parce que au moins napataka ma encouragement ya ba autorité kusema kama mdossier fulani ungituambiaka tunge wake ile habari. Donc niko sipabaiki na kitu, Mungu atawalipa. Ndio wanafanya. Jana walisema vitakwira alikuwa mavi kama alisema mainzi. Leo na mimi binabageukia Mungu ipeke tatu sana. Sasa kabla tujafika hapa umesema hapa ujuma kuwa mheshimiwa Misare alisema aliwasaidia, alitoa watu maprizo, alifanya hivi na hivi. Unasema vile ni vya watoto. Wewe sasa tukikwambia nini ulifanya? Mimi siyafanya kitu. Chague. Uvira siyafanya kitu. Uvira siyafanya kitu. Kwa kwenye wakati wa kampani ndio utakuwa nenda natuambia bwana mimi siyafanya kitu. Tutakuchagua. Paske nilisha kuambia kati tulizaliwa watatu mwetu. Mie na mloko yangu na dada yangu. Niko na madame yangu na watu yangu 8. Huko siku ulionaka mloko wangu maandamano. Huko siku ulionaka yangu maandamano. Mtoto wangu kusiku balikuwa bakia kwa nyumba. Mimi balikuwa nifanyia kazi watu wa Uvira. Ndio maana kwamba mimi sifanyia kitu, wanafanyia kitu ni watu wa Uvira. Mimi nilikuwa porte parole tu. Naita watu na baambia mnaona twende bwana tusaidie tufanye hiki. Tunafanya maandamano watu bakia kwa nyumba yako. Kesho hakuna kazi. Kesho maandamano wote mbarabara. Donc mimi siyafanyaka kitu. Mimi nilikuwa porte parole. Mimi walikuwa na mbele bafanyie ni raia ya Uvira. Mimi nilikuwa nabashindikiza kome wa kusema kwa radio wa kufikisha message yao. Mimi binafsi sasa Andre ndio vile kesho mimi nafunga barabara. Kesho hakuna mtu atakoma. Siyafanyaka. Ni raia ya Uvira ndio nilifanyaka. Sina butiki. Hakuwa sikia patron kwa cheka hapa. Hana hata gari mimi kwa semea barabara. Mimi watu wanasema na sisi tuna magari tunapitaka mwele barabara, magari natubebaka inatuvunja kiuno, hatatumika. Andrea asema tutabaki. Donc mimi sifanya kitu naendaka nashindikiza raia kufuatana na bienye banataka, mimi nasema raia inanifuata. Kwa maana hata hivi raia watakutuma sasa uende wasemee vizuri. Imani ni kusema ni wao ndio waliniambia ni postile. Na wazo walikuwa msale kwa Kizenga. Wao ndio waliniambia depuis leo déposer société civile twende na wewe kubitu ya election, uende tutetea. Samba nisha kwambia hata saa hii nikitaka nipate kazi ndaipata. Ndio ile niko nayo. Nalipa vizuri ku Guisdere. Nalipa vizuri. Mais leo nikitaka niende sasa mDGD ya MOCC. So nifanya MOA ndapata matrikila mimi naanza lipo. Mais haiko ndo vocation yangu ile. Vocation yangu ni kusema ni kutetea raia. Tu sasa. Nonge nikisema leo naona naambia mkubwa, hivi inanichokesha nataka kwenda munipe kazi. Sina MOA Samba. Nene na ngoe watu mbarabara kwa kidnapping sio kumata kazi. Samba. Sasa. Nende na ngoe watu mbarabara na kidnapping na bunduki 100. Hapana. Mimi nawaza mwenzetu Misare ambie watu yake afanye kazi yao bamsaidie mu vingine akuwe elimu nzuri, asikuwe elimu paske alichafula watu. Paske na mimi niko na watu, mimi wanaweza kuchafula na banaiwa mahabari bila watumikaga naye. Bila alikuwa anaambia mtoke kule ule Andre mwachane naye mkie kwangu bako. Na bako na vya kusema mimi niwaambia mtafungula kinywa yake. Mimi sitatembea naye. Ndio niwaambia mimi kitu kwa mala makanisa tuambia sasa ni kia Mungu. Mungu yeye atafanya kazi yake. Sasa Mheshimiwa Claude Misare ndo mbunge ambaye watu wanasema hata mafikiri alisema alijitahidi angalau kwa sababu alimaliza rame. Hakuna mtu alimaliza rame. Nitaka kujibia kwa ile makesio yako. Wewe kulalamika rame. Sana. Na kufanyaga maandamano Sana. Lubumbashi kufanyaga maandamano nchi nzima. Mtu wa kutetea watu hajipigaki kifua. Paske watu wengine lalamika hange initiaka ile habange initiaka ile activité. Mais je t'informe que kulikuwa ka des activités, des questions principales. Des actions principales. Mimi nazio message sema kama leo acha niseme juu ya rame. Juu ya rame. Alikuwa aliandika kwamba atatetea vitu mbili. Rame ikuwe supprimer na barudishe franga wote batashaka wewe.
barudishe makarte simu zetu. Ndio question yuko waka. Mwalianza kuinitier activité ni Juvenal Munombo, député wa INC. Mwenye alishtaki alifanya plainte ku parquet. Ni president wanamuita iko États-Unis wa parti mwa hivyo wanaita MDVC. Alishtaki na cour constitutionnelle na biko wanataka kurudisha ile franga. Sawa? Misara aliandika naye alikuwa wa pili. Rame iliisha paske ilikuwa ni bwizi. Ndugu zangu, mnaotutazama, hii tunaipata hapa, tujai kuipata sehemu yoyote ile. Ndio maana nilikwambia hichi kipindi kinaitwa Ukweli Uko Hapa. Tuko na Andre vya Dunia. Kwa hiyo ndo habari ya Rame ya hiyo. Na Rame haikumalizika au Misara ndo alimaliza. Kwa watu walianza kulalamika, walifanya maandamano mingi Kinshasa, Lubumbashi. Ni victoire ya population, kwa victoire ya mtu. Na haiwezi kuwa la base ya re-election ya mtu. Lakini Fiche Blanche alimaliza COVID-19 na reduction ya prix ya COVID-19 wao huyu kati ulifanya maandamano na sio kuipumua. Najua ile. Ushaka sikia mimi nachitapa naenda kwa radio nasema mimi ndio nimaliza COVID-19. Lakini sasa hivi watu wanasema ni yeye. Yeye kuuliza tu. Ilianza ku $100. Ikaenda ku 50, ikaenda ku 30, ikaenda ku 15, ikaenda ku 5, ikaisha. Sisi tulitoa kungapi? Sisi tulitoa ku 15 tukaiba ku $5. Ndio. Tulifanya maandamano hapa Uvira. Tunaambia watu wote bafanye activité mu route nationale numero 5, mais mu route ya kwenda ku frontiere mtu asiende. Tukafunga barabara. Ifika 11 wanatuita wanasema bana nilele wanatoka ku 15 wanaenda ku $5. Ushaka nisikia mimi Andre nasema nilimalizaka COVID. Kwa nini sasa sifa ziende kwa mheshimiwa Claude? No, yeye anasema litoa ku 30 enda ku 15. Na nyinyi mkaitoa ku 15 mkafikisha ku. Ushasikia sisi tunajitapa? Hapana. Chua nini? Tuko na makomportement zimoja ziko tofauti, tofauti ma election. Watu parce que ile siku ningesemaka watu tunafunga barabara. Mais watu wa magari wanasema unafunga barabara ni barabara yako. Banapita hapo na jendea hapo. Ile Rame ngito ile $15 ingeenda ku 5. Hapana. Haingeenda ku 5. Basi ndio mimi nimekuambia sikufanyaka kitu Uvira. Bado ndio bana. Na ndio maana siwezi kujitapa ke mimi nilifanyaka kitu. Basi benye magari na bambaka za kwendaka Burundi ile siku. Bakachinja kwa sioni nyama vitu gani? Hazikununuliwa. Nani atazinunua? Bwana, watu wakatomboka. Hivi vitu mtatoa hata alipa tax leo. Mutowe mwende ku $5. Si ndio walishusha. Ulishaka nisiki. Watu wakienda nyangula kutoka ku frontiere mpaka ku biro. Ndio. Wanipatia ya kunipatia ku barabara, mamai, mabitu gani? Nikamwambia mpatie watu ya Uvira ndio msifie. Siwezi kujitapa. Mimi ndio Andre, mimi ndio nitoka Rame ku $15 ikienda ku $5. Mambo ya watoto. Watu pekee ndio wanasema, Andre alitoka ku 15 akaenda ku 5. Mimi siwezi sema. Na watu wanishapatia makazi. Samba. Nikikupa liste, niko ma 70 personnes nipatia kazi. Ushaka nisienda ku radio kasani nipana kazi. Ndio mara kwanza nasikia unasema hapa. Niko na responsable ya ONG leo. Yeye nipatia kazi. Niko na gestionnaire nipatia kazi. Mais hauta nisikia kanaambia mtu haingi kuwaka mie kama fulani yuko pale. Je ne peux pas. Mais watu wako nifanyia kampanya leo. Ndio. Na mimi familia zangu zote ule ndo tachagula. Na bako mgrupu yangu ya WhatsApp ndakuonesha sasa tutamaliza emission. Mnazunguruka ka liste ya contribution. Parti politique niliende mwako, haya nipatia kata 1 franc. Mimi tournée tu niko nafanya, nani niko nimzungurusha si watu, mimi nipatia kazi. Mko ni sio tena nafasi fulani na kutumia $100. Mko ni sio tena nafasi fulani na sina photo, 500 photo. Mko tena nafasi fulani na kutumia tricot 200. Nani? Mimi hata nisikiaka nilisema mimi njoo nipatia mtu fulani kazi. Parce que nilimpatia kazi parce que na mimi nilikuwa na benediction ya raia. Nikianza kujitapa, Mungu ananyang'anyaka watu wa maitapo. Acha watu wanisemee, acha watu wanitape. Acha watu wanifanyie kazi na mimi nifanyie kazi. Basi mimi na kuinformer kama Rame iliisha par les efforts de plusieurs personnes. Mais mtu mmoja usijipiga kifua kimjo nilito. C'est vrai, alisimama parce que alipata occasion ya kusimama kwa assemblée ni député. Ndio. C'est une occasion yeye iko député na mimi ningekuwa na mimi ningesimamaka. Na fulani ningekuwa naye ningesimamaka. Mimi nasema il y avait deux questions principales. Rame ko supprimer na barudishe franga. Pourquoi franga sikurudiaka? Ukolo kwa Fiche blanche. Ni mabitu iko lokale. Ndio. Ni mabitu yenyewe natoka kunivua na bianisha hapa Bukavu tu. Pour un député responsable wa Kinshasa angekuwa kupigania kazi za Bukavu. Sawa? Njoo maana niko kwambia kila siku société civile. Na njoo maana balifanyaka ukosikia ba conseiller communaux, ba conseiller urbain, ba conseiller ya barani
les candidats comme bon, les députés provinciaux et les députés nationaux. C'est toute une chaîne. Société civile, il n'a pas de conseillers communaux. Les conseillers communaux, ils n'ont pas de bana plaida bikushindikana. Bairebe bana provinciaux, bana mtusaidie kufanya kitu fulani. Ba provinciaux bana nationaux mtusaidie kufanya kitu fulani. C'est comme ça. Ni hivi, c'est toute une escalier. Na kila mtu anafanya kazi kwa niveau yake. Ndio. Mais je vais t'informer que kulikuwa ba députés provinciaux walikuwa washainisia ile nani ya kutoa fiche blanche. Mais aka anticiper, akaona gouverneur kaisha. Ilikuwa ni wizi. Mais pour un député responsable, il va frango te baliba pendant toutes ces années. Ngwabija shafa 3 kama 4 kama ngapi. Angiulizaka ma frango te alikuwa nakulazo. Si ndio bonne gouvernance. Ndio. Ilikuwa nenda wapi? Ima franga. Maana fiche mlikuwa mnazikulie moyo. Mtalemetre franga. Anapiga mahesabu. Il faut cabinet quoi na ba expert. Hapana ba expert kutokana na réseaux sociaux. Ba expert comptable, maudi. Chama initié, wanasema mimi na initié audit. Monsieur le gouverneur, ulitika kutoa parce que kwa illégal. Parce que ni kwa illégal angeitoka ndio. Igisi ilikuwa illégal. Maana miaka 3 yote uko na gérer hapo uko na kula franga. Voilà le montant. Tunataka hizi hela. Tupatie franga. Anaambia ba provinciaux. Mwite ministre mwa kula franga. Bikiba shinda ndabiinisié kwa niveau ya Kinshasa. Njo cheminement. Mais on a tout action na chapal. Kisha unafanya. Donc kwa kufunza watu tutoke mbenye tuko yemo hibu huni tuko yemo ba autorité biko na tuonea. Faut tukena ba député biko na dépasser ma capacité ya kusema tu. Tunasema ba député biko naoza Bulaya. Ah bon? Ulikuwa na initier kitu kiko nakula watu pesa na hautaambia watu kama ni mwizi. Démissionner. Est-ce que l'hombaka gouverneur démissionner na shadwa kama ni mwizi? Gouverneur alifanya nini naye? Est-ce que va kuongeaka? Point d'interrogation. C'est tout. Donc, on a kujitapa mengine wala liste wanasema huyu mbona ni c'est pas ça, c'est contre la loi. Yeye pekee encourager vibaya. Il sema ingine ma frère de participation. Si wote tuliandikaka tuliandikaka. Na hii yakia kutia kwa makarani tuliandikaka si wote. Mais pourquoi tout parce que ulichangia mbali walichangia? Hawezi sema que non société civile tusaidia na wengine wote walichangia tunafurahi tu merci mais wanasema mimi ndio nilitoa. Juni. Parce que wanapatia kila province possibilité, kila gouverneur province yaka fixer ma frais de participation. Ba province wanaweza kufanya vile. Biako ya national donc uko au niveau ya province au au niveau national, posha kurudia ku province baki ku national waende ku national waende fanya kazi. Sio kama unanisikia vizuri. Nakufuata vizuri sana. Donc ndio ile mimi nawaza ilikuwa wakati ya kuko ba député ya hii INC ku niveau ya province. Ndio ilikuwa mbona action charme. Donc mtu anafanya ma action juu na hizo tulishakuwa na maemission ya kabambi ku radio, watu wanatusikilia pale sema kuna mwingine mwanaume. Mais sona mtia kumezo na confronter na loi. Anaanguka na watu wanasema alikuwa tudanganya. Sawa. Sikusoma sheria. Mimi niko na notion, niko para juriste najua. Nasomaka sana samba. Nalaka na hizo niko nasoma. Najua que doit faire un député national, que doit faire un député provincial. Banaweza kuinterconnecter wapi, banafanya kazi kwa faida ya raia na kile. Donc usipende onekane wewe peke. Tafuta nabo utainitier. Ndio watu tunasema rajeunissement de la classe politique. Tuko sasa bazee wote washatumika ma 20 30 batoke. Jua nini? Parce que tu pondisha ngine classe ya mupi. Mais wewe na wewe unapanda leo, prepare matagombola kesho. Hivi sasa ndeza kuuliza. Misare, parce que ndio tuko tunaongelea ndio nasema jua barabara na vingine. Hivi sasa hii unaweza niuliza, nikwambie tu nikuulize. Nani mwenye misare kuna prepare ke nikichaguliwa tena hii manda na nyingine ya 3 nikisha kujikua retraité mwenye kwa tayarisha. Hakuna. Kwangu mimi sijui. Un bon politicien, batu wanaweza kutuona. Kuna prepare fulani. Huyu atachaka tu fulani. Mafikiri wanaanza muimba ya dezo. Ndio. Andre, tushaona matachia. Na bako nasema ndio nimpatia. Mimi alichaguliwa. Ndio nini baliona, alikuwa anafuata trace zangu. Na kura ndio tu wasema iko na sauti sawa ya Andre. Ndio. Hata uongeaji wake. Msikilize. Sio sauti sawa ya Andre. Iko sauti basi nilimuinishia mambo ya mingi. Nilikuwa naambia hukumtenga. Siwezi kumtenga basi ndato sinisha mitoka. Ningekuwa nimetoka bila kumtayarisha. Kama ile sasa iko problem.
mais parce que nimemwacha anaiwa kote kwenye kwa napita anaiwa. Kama nilikulaka infra ya rushwa mafikiri yake na alikulaka yako. Sawa sawa. Na hatungeendaka naye parce que na ideolojia yake haiko ya rushwa. Donc tulienda pamoja na badepite ba prendre courage wakati tunafanya kitu. Sasa mimi kwa mfano niko ku niveau national. Kwa mabitu ya makudepite ndauliza kwa wenzetu bana biko wapi. Mimi nakumbuka yeye depute mwa jila Mataka. Si tusha initia action yetu, tunangoa tuite gouverneur, tuite ministre, atu expliquer comment hivi vitu mafiche blanche biko. Mais depute nakuya na bimaliza na hatuyafikia kabisa ku ukomo. Depute gani? George Msongela Bukavu. Sawa. Tuko napenda kabisa tujue franga zinalipishaka zinaenda wapi. Mebinaisha ya cascade. Ile ndio ilikuwa demarche mzuri. Ministre anakuya, mlikuwa lisha franga fulani. Loi iko wapi na kuautoriser? Oh hapana, monsieur le ministre. Déposer démission. N'aimerais déposer démission, tu dois remettre de l'argent. Na mwingine hataiba kesho. Kabisa. Mais wewe unabimaliza ministre anaenda anajenga kwa etage, anafanya nini? Ewa nilijipatia kangulare mfishi blanche. Mais ça naiba, banamfunga. Anarudisha franga, wala wanaangalia ile nyumba ya etage vile. Si ndo control parlementaire nayo ile. Ulijenga na nini? Nilijenga nani mafishi blanche ndo jenga kalikili. Papa alikule mamiliari ya mafranga. Leta franga. Anyangalia nyumba ya etage. Hakuna ministre ataiba kesho. Parce que les députés savent faire correctement kazi yao. Tumalize na hele. Wewe na meya wa mji Bwana Kiza Mwato, kipindi ulikuwa mratibu wa shirika jipya la kiraia, kulikuwa na mameza tant kama kutokuelewana wewe na Bwana Kiza Mwato. Hii hali ilikuwa inatokana na nini? Ni ile ya ukabila, wewe ni Mfuliru, yeye ni Mvira, au mimi nawaza personnellement nishaka dépasser uti ya makabila. Niko citoyen du monde parce que hakuna Mfuliru ashaka nisaidia sawa mwenye misio. Parce que c'est vrai nilitumika na Dr. Mwanza nisaidia nifanya kazi nipata pesa. Ndio ilikuwa mshahara wangu ya kwanza mimi napata ya mingi ni Mfuliru. Mimi naye ni Mfuliru mwenye hakuagi tena mvitu ya kikabila sana. Najua kama ni Mfuliru mimi hapana kabisa mie tu. Sukorogana na Muhato wala tukorogana na Muhato tulikuwa na mezantante juu ya makazi tu. Parce que niko acteur wa société civile, yeye ni acteur politique. Comprenez que mimi naye kunapasha tukua forcer moya hivi inatugabula. Mimi naweza penda fanyia raia hivi, yeye anawaza hiki ndio ndafanya. Tunagabulana pale. Anaweza kusema vyake atasema sasa vile kisi Kalonzo alikuwa anasema sisi tuko banguja, tulikia kuya tukekia jenga karibu na mtoni. Mimi sikuwa na consider kama ni Kalonzo ndio anasema. Kile mafikiri alikuwa anasema maki ndio alikuwa anasema. Ndio. Ni kosa mimi nakia corriger nyuma. Na vile Kalonzo alikuwa anasema kututukana, anasema mimi nakuwa kuperde route, nakuwa nani? Je comprends jenga nyumba yake kuperde route, na mimi nasema kama nilikuwa na kazi tena mzuri sana. Ya mzuri sana biba nipatie kazi ni population ya Uvira à travers Dr. Mwanza. Ndio. Sasa moi singoga president wa jeunesse nipata kile kazi. Ndio. Mais watu ndio nichagulia kwa president jeunesse nikapata kazi. Donc sikuwa na possibilité. Nyumba silikuwa nishinda kumaliza juu ya nini parce que kazi ilikuwa ilisha. Mais depuis nilikuwa recruté kuizile mnaza lipaka mzuri nilikuwa nasapata na kale ka consultance kangu kupata franga na sasa kia sima nilikuwa napanda pole na niko na jenga. Alors Muhato tuna probleme naye. Kama anaweza kuambia mtu ya makabila bato na taxa kabila wanasemaka iko mbaguzi sana Muvira sana, kila mtu na kabila yake na hawezi mkatalia siku na kabila yake. Mais dès lors qu'on a quoi dirigeant il faut que je dépasse na vitu moya hivi. En fait mie tulikuwa na mameza tante juu casquette nilikuwa na société civile na yeye yake ya politique zilikuwa tofauti. Mimi nilikuwa na besoin kabisa sasa vile mtu ya ma élaboration ya budget participatif niko expert mwabio. Nifanya formation ya 6 mois. Comment on élabore un budget participatif? Maetape gani nafataka hiyo ulikuwa kitu kia radio tushafa budget na tulipafanya participer watu haiko respecter procédure rudilia kuanzia kule kuchembe watu wapate ma problème za ma forum de quartier mpaka tutafikia kuyulo. Pardon, mna prioriser ma besoin ile ma priorité ndio mnaanza kutumika. Nani alifanya hivi? Tuliita watu msale hapana, ça se fait pas comme ça, ça se fait dans les quartiers pale déjà comme alikuwa anapenda vile mimi napenda hivi sio déjà kama ndio mimi hatukorogana kana Muhato sasa tulifia makuta aseme nilifia pouvoir na mnyang'anya siwezi kwa mbele la vile bana siwezi na yeye hawezi kuwa société civile tena parce que acha tremper vitu ya politique. Donc hakuna vitu kwa nafia tulikuwa na maintérêt yenyewe na tunafia mais maintérêt tulikuwa maintérêt ya population. Mimi nataka hiki yanataka hiki mimi natudiviser vitu ya makabila sikumsikia kana nisema niko Mfuliru
hakunisikia kana msema iko Muvira, metakuwa tunafiele baya na intere. Kama mimi ndiza kwa nafanyaga sasa vingine vyangu huku mkominote na nafanya vingine vyake kule me antuka nawaza ndo jibu. Kile ulikuwa ukiandaa maandamano lazima apinge. Anapaswa kuifanya kwa sababu tunaamini tunaamini yeye yupo kwa ajili yetu. Kwa ajili ya raia, kusaidia kuwatetea kama meya wa mji. Na wewe ulikuwa kwenye shirika jipya la kiraia, ni kama majukumu yenu ilikuwa ni kusaidia raia. Kwa nini sasa ukiandaa hichi kitu ambacho raia wanasema ni kitu kizuri tuandamane, lakini yeye alivala nyingine kasketi? Kisa mwanzo sindio president wa société civile mwenyewe alipresede Majaliwa. Sio tukiwa kwa president wa société civile mais yeye ashatangulia kwanza shabita pale. Ndio. Mais nenda kuinformer kama wakati niko president wa bajeune, kisa mwanzo alikuwa president wa société civile, intérêt yetu zilikuwa kome. Sasa mimi nasema hiki mhato ananiapuye. Akisema hiki na mimi namwapuye. Mais ça ndio politique, divergence ikaingia. Parce que anakuwa décider. Mais mimi nakuwa oppression. Una comprendre déjà kama tunangavulana. Sasa mimi nasema kesho maandamano. Yeye anaona hata leo taxi zitaingia msoko. Unapenda niambie nini? Hata itika. Hata itika. Ile wakati tukifanya maandamano anasema Mr. Onekana sukuma. Mimi nasukuma maandamano wanafanya banamuita anatomboka, watoto nabo me aliniambia kwanza wanafaa vile. Ndio melewa hawezi fanya. Na kwa kuandikisha alama parce que anaweza penda tu kuwa maître de ville leo kwa gouverneur de province. Kwa kuandikisha alama kwa ministère de l'Intérieur Kinshasa. Itaonekana amefanya kazi namna gani? Nilikatala wale watoto wasifanye maandamano. Mimi sitaki. Tunasisi tunaifanya kwa nguvu tu. Hatuendi kinyume na sheria parce que tutakuwa tumeandika, tumerespecter procedure yote, mais yana katala tu. Bakubwa tu basi kama l'autorité a interdit la marche. Mais si tunasema na sisi tutaifanya tu. Mais yeye anajua yuko tafuta promotion. Asitoke, asitoka anatafuta autorité afanye kazi kwa tena kwa sisi. Tundu nafunguka pale. Sasa. Mais hapakuwa vraiment matata sema mimi na mzee kwanza ni baba yetu, tunamheshimia mendo vile. Tukosha kwa mkaa mbili tofauti. Sasa tumezungumza mambo mengi. Tumeanza mwanzo mpaka hapa tulipofikia. Sasa hivi wewe ni mgombea na umegombea kwenye ubunge wa taifa, Deputation Nationale. Chochote kile ambacho unaweza kawaambia watu katika hali ya kumalizana na wewe. Watu wa Uvira tunaenda sasa hivi kwenye uchaguzi. Ndio. Nitaambia kwanza watu wa Uvira kwamba niko mwe presque bali dere ya bajene ba mingi walipita mikono yangu. Ba mingi. Unatajia watatu baine? Ni bengi, mafikira alipita mikono yangu. Ndio. Chako changu alipita mikono yangu. Ndio. Togera alipita mikono yangu. Ndio. Na Misare ndio nimpokea. Na mheshimiwa Claude Misare. Sawa. Ndio nimpokea kwa société civile. Ndio. Ndio nimfanyisha reunion ya kwanza wanampresenter nasema karibu tutumike pamoja. Kama watu walidecide kusema leo watanichagula, watanituma, mimi nafurahi. Mais ne me promettre tu watu kama sitawa decevoir aka. Parce que ningekuwa kwa decevoir ma tentation nilipata kwa nouvelle société civile zingenifanya nipotee kabisa niseme mimi naenda. Sifika ki Burundi. Unajua kani wana trosa sifika ki Burundi. Ndio nini? Kutetea watu. Wakati mbona kule zinaingia Kongo, zinaingia mingi, zinaingia nikafanya ma declaration ma grande chaîne ya ma radio ma RFI parti yote. Mbabaro wakati walimuinterpeller ku documentation Burundi, alikuwa Burundi wakamuinterpeller pendant 40 minutes. Bakafungula mashine ya documentation wakamuonesha foto yangu wakamuuliza unamjua huyo? Nikamwambia hapana msimu. Mbabaro ambaye sasa hivi Mbabaro shakufa kwa député provincial. Akamwambia ndio mimi namjua ndio coordinateur wa société civile. Nilikuwa navalia chemise yangu ya bleu, kwa foto mwana na chemise ya bleu. Naiona ile picha. Akamwambia ndio tunamjua. Umwambie huyo garçon siku yake huko kwetu. Anashakoseshea amani anatumikia kana Rwanda huyo. Mbona kule siku zinaenda kule kutrake baridi Tabara yeye anawadenonse manake anatumikia kana Rwanda. Mwambie siku yake huko. Na mimi nakuwa mgonjwa wa macho. Macho yananisumbua natoa machozi sana. Nilikuwa natunza Burundi. Nikienda Burundi naweza fanya 3 mois niko bien. Kuko kabuchafu banda toa mlindani. Bawara kanita kanambia usiendaki kule. Meka utaenda uite kwa gouverneur de province msaidiane naye akushisemee. Juu kifika kule waweza kupoteza. Sitamuita gouverneur. Mimi na gouverneur hatuna mawasiliano mazuri. Hatuna mawasiliano kabisa. Nikanyamaza vile nikasema désormais kama nikutunzwa ndaenda Bukavu. Malazima nikafika Bukavu akaniambia mpaka niende kurua Faisal Kigali ndio ndapata mganga kunitunza macho sawa sawa na kisi niko naitunza Burundi. Na nyamaza kimya. Batu ya Uvira vile bilipita parce que nilikuwa nasemea watu. Mama yeye plateau isipoenda uwa watu kule mimi natomboka wenda choma centre de santé ya Masango. Hatungekubali ile tulienda kuifanya kwa faida ya raia. Tulipata masolicitation ya kwenda Ulaya kuya wende protection niambia hapana.
Mimi niko nakimbia Banyarwanda hapa basinimalize. Sasa niwafuate Bulaya ndoko wanaishi. Bako na pesa mingi kule, watatia tu kwa kitu mumai tu na mimi naenda. Meomwe hapa ningana kula buyo yangu madame ananipigia. Sitaenda kule. Niliresiste kwa vile yote. Ningeomba ba jeune na ba mama na ba baba benye ba medidesigner kama nikuwe kandida. Wanishindikize. Sitabatrair. Kisha kufanya kazi zangu kama mbunge. Niko na objectif ya kwenda bakia politicien éternel mwe na préparer wengine watakiwa nyuma kutugombola. Kama tutakuwa tumefanya kazi vizuri na wafuate nyayo ile ile baendelee kusemea watu. Na kusemea watu, tusemee watu pas pour le populisme. Banesikie nilisema kufanyia watu kazi mloyote. Kufuatana na sheria zinasema. Mais tukiwakilia populisme hivi watu watabakia biko nahangaika kila siku. Au unasikia leo mtu uko deputy na kwambia no mimi nilifanya plaidoyer juu ya barabara. Bataijenga tu. Wapi kwa budget na prevoir watajenga barabara? Wewe sawa deputy. Hakuna. Mimi unakuja kuambia watu watajenga barabara na hakuna kwa watu wana budget na prevoir. Maana yake kusoma parce que budget inakuwa hivi, projet de budget inakuwa hivi. Il faut kupata time ya kuisoma. Kama uko mvivu, wewe kushinda tu magari na kitoko kwenda kunywa pombe. Baya haitakuwa kitu kwako. Donc tuko na obligation ya kueclairer watu, batushindikize, batusaidie tuende mbele, hata batraire tutafanya kazi kwa faida yao bila shaka. Na wajane wetu tuliacha mparcours wiko nyuma yetu, basi sema tushakuwa politiciens watatuuliza shauri. Batuulize shauri, tutabaorienter dans les bonnes conditions, dans les bonnes normes na watafanya kazi kwa faida ya raia. Parce que tuko na besoin pitisha tulisaidia makazi weko nayo leo kwa hivyo na ukipema fonction fulani niko cordon niko president wa jeune niko nini batu wasantele kama en tout cas batu wetuachia ni batu wenye wiko kufaida yetu na absence ya Andre isisikilike ase Andre shaenda na vitu yote vikaharibika Uvira hapana na wakipenda mafikiri bachako na wengine batu wasantele kama Andre angalito Uvira sasa voilà asante sana nashukuru sana pire simple utapita unavyojiona au utapita Antoka ningekuwa sitapita singepostile. Kwa hiyo nitapita. Sawa, asante sana. Na sauti mingi. Kabisa ndio. Niko na confiance. Hii itaishi hii interview. Taishi. Ndio, nitapita na sauti mingi sana na nitakuja kukumbusha speaker. Na ndakutumia mimi mwenyewe siku après ma resultat. Nitapita na sauti mingi sana kwa sababu nikipita na sauti mingi raia vile itapata heshima kupitia mimi. Ndio. Na nitawaheshimisha kabisa. Sawa. Itakuwa mbunge sawa na mbunge ambaye anajua kazi yake. Asante sana. Nashukuru. Asante kwa muda wako tumeuchukua muda mwingi sana. Lakini tuko tunasema mambo ya lazima. Mambo ya lazima na ukweli ambao watu walikuwa wajui na kazi ambazo mbunge anatakiwa kufanya. Nashukuru na vingine nilivijua hapa. Mungu akubariki kwa muda wako. Tukikuhitaji kwa mara nyingine tena usiwe unasita kuja ndio. Sio kusita kama vile mashughuli fulani. Unaona tuna barabara tena inaweza leta kuzembe, mko mlongo mimi niko kwa vimvia. Kiuno tena ndio lakini tuko tayari kwa muda wote kufika na kusikiliza na kujibu kwa maswali. Tunashukuru sana. Mimi ndo nashukuru zaidi. Ndio, karibu kwa mara nyingine. Asante sana, nashukuru kabisa. Mungu akubariki kabisa. Asante na mimi awabariki, kazi iendelee vizuri. Na mpenzi mtazamaji wa Mwana Weka ya TV MWK TV, mimi natoka Sambakani UG. Tumeongea mambo mengi sana na huyu ambaye ni mgombea kwenye uchaguzi wa utakaofanyika Disemba tarehe 20 mwaka 2023 ambaye ni Andre Biadunia. Amesema vitu vingi sana ambavyo ulikuwa uvijui, ulikuwa uvifahamu. Kwa kuwa kipindi chetu kinaitwa Ukweli Uko Hapa, sehemu pekee ambako unakuwa unakutana na ukweli ambao hauna mbambamba. Utaratibu wetu uko pale pale. Hakikisha una subscribe, una like, una share na kwenye comment unatuambia unatufuatilia ukiwa wapi na unatoa maoni yako juu ya hiki ambacho tumekifanya na ambacho tutakuwa tunakifanya. Sambakani UG, alamsiki.